Tanzania ni nchi nzuri yenye kuvutia. Inajulikana kwa umaarufu wake mkubwa wa vivutio mbalimbali vya utalii. Visiwa vya Zanzibar, yani Unguja na Pemba, ni moja ya vivutio muhimu katika nchi yetu, na nimebahatika kutembelea vivutio vingi hapa nchini. Lakini hii leo nipo kisiwani Pemba. Kisiwani Pemba kunani? Jina langu ni Saumu binti Mavura. Ni mzaliwa wa Arusha, lakini kwa sasa ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Wahenga walisema tembea uone, na kutembea kwingi ni kuona mengi. Hamu yangu leo kutembelea kisiwa cha Pemba, nikitokea Chake Chake kwenda hadi kisiwa cha Kojani. Simulizi zimesimuliwa nyingi kuhusiana na Wakojani. Lafudhi ya Wakojani imekuwa lafudhi inayovutia kila sikio la Mtanzania. Huko tutajifunza vingi, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo mwisho wa maji ya bahari ni mwanzo wa makazi ya watu, bila kusahau ladha tamu ya vyakula vya Kikojani. Alfajiri upepo wa bahari umenijia, nikaona nyota ya kanda ya mashariki. Kuishi visiwani mama, kuna utamu wake, mapya Pemba Zanzibar. Pemba husifika kwa mengi, ikiwemo ile sifa yake kuu ya zao la karafuu. Wengi husema pindi ambapo karafuu huvunwa, basi mji wote hunukia karafuu. Marashi ya karafuu. Hapa ninaelekea mkoa wa Kaskazini Pemba, katika kisiwa cha Kojani. Huko nitakutana na mwenyeji wangu almaarufu kwa jina la Kake. Najua hii utaipenda tu. Kojani ni kisiwa kidogo kinachopatikana kaskazini mwa kisiwa cha Pemba, umbali wa kilomita takribani 25 kutoka uwanja wa ndege wa Pemba na kilomita takribani 40 kutoka katika bandari ya Mkoani. Ukiwa mwaloni, Kojani inaonekana kwa mbali. Cha kuvutia zaidi ni mandhari yake ya kupendeza, kijani kibichi kinachotokana na miti ya mikandaa pembezoni mwa bahari, pamoja na miti mingine ya asili iliyomo kisiwani humo huwavutia wengi. Vilevile mchanganyiko wa majengo ya kale na majengo ya kisasa huongeza uzuri wa muonekano wa kisiwa cha Kojani. Vyombo vya usafiri wa kuelekea Kojani havichagui mizigo. Watu, mazao, vifaa pamoja na vyombo mbalimbali vyote huwekwa chomboni tayari kwa safari. Jambo la muhimu ni kuhakikisha watu na mizigo yao wanafika salama. Na usafiri pekee unaotumika kufika kisiwani Kojani ni boti ndogo zinazotumia mashine au mitumbwi midogo ya kutumia makasia. Ninaanza safari ya kuelekea Kojani nikiwa na shauku kubwa ya kufika katika kisiwa hiki kilichobeba historia lukuki. Huku tukiakata mawimbi ya bahari, macho yangu yanaangaza huku na kule kufurahia maji ya bahari yenye rangi nzuri ya bluu, nikitafakari kuwa huu ndio uchumi wa buluu wenyewe. Kwa mbali, zile ni nguzo za umeme ambazo zimepeleka umeme katika kisiwa cha Kojani. Hiki ni kiashiria cha maendeleo kisiwani Kojani. Mashamba ya mwani ambayo akina mama wa Kojani hushughulika nayo kwenye kilimo cha mwani, hasa wanaolima kwenye maji mengi, ni kiashiria cha ukuaji wa uchumi wa buluu kisiwani Kojani. Macho yangu yanaendelea kufurahia mandhari. Hodi Kojani. Kwa muungwana,
akihitaji kuingia sehemu yoyote sharti abishe hodi. Nami nikabisha hodi Kojani, nikapokelewa vyema. Hapa ninakaribishwa vizuri na mwenyeji wangu Kake. Haya, karibuni kwetu Kojani. Hapa ndipo Kojani, karibuni jamaa, karibuni nyote. Karibuni wageni, karibuni wenyeji, karibuni kwetu Kojani. Na mie ndiye Kake Kojani. Na huyu ndio Kojani yetu. Karibuni jamaa, karibuni. Haya, salama. Haya, karibu Kojani. Hii ndio Kojani yetu. Ukisikia Kojani ndio hii. Na mie ndiye Kake Kojani. Hapa paitwa Banda la Pwani. Banda la Pwani ni hili banda hili. Lilijengwa toka enzi ya miaka mingi sana. Hili lilijengwa kwa watu kama unavyowaona hivi. Hawa ni watu wazima waje wakikaa hapa wakisubiri muda wavuvi warudi baharini wanunue kitoweo ndio vyao majumbani. Huku wajiburudisha kwa kucheza bao. Karibu Kojani. Karibu tafadhali. Karibu sana. Karibu. Mchezo wa bao hapa Kojani ni mchezo maarufu, kwani mchezo huu huwaweka watu pamoja. Huwa wanasema mambo mengi utayapata hapa pindi watu wanapocheza bao. Huteta kidogo kisha kupanga mipango mbalimbali. Na hapa tunaanza safari, mimi nikiwa na mwenyeji wangu Kake, kuzuru katika kisiwa hiki cha Kojani. Mazingira katika kisiwa hiki ninathubutu kusema ni adimu kidogo. Nyumba za hapa zinavutia na kuonesha utamaduni halisi katika kisiwa cha Kojani. Kila mvuvi ni Kojani. Sasa hiyo ndio hali ilivyo. Ilikuwa kila mtu ni Kojani. Kwa hiyo au unaona wavuvi wote walio bara Kenya wamfundishwa uvuvi wa Kojani. Ukiondoa wale watu Mbatu, kwa sababu wale watu Mbatu wao wana umaarufu wa uvuvi wao maalumu ambao sio wenyewe binafsi pia hatuuvi. Kuvijiwa yani hatuujui. Unaona, lakini utatazama wavuvi wengi unaowaona katika Afrika Mashariki na Kati wanachukua elimu kutoka huko. Kwa mimi unavyoniona, ukinichunza waniona hivi kama mzungu. Ukiniona nazungumza Kizungu, ukiona nakaa bara, nakaa Ulaya, nakaa wapi, elamieni uvuvi. Ukinibwaga kwenye uvuvi, utafikiri sijaacha hapo uvuvi. Hapa ni nyumbani kwa kiongozi wa serikali ngazi ya mtaa. Anaitambulika kwa jina la Sheha. Unapotaka kufanya kitu chochote na wewe ni mgeni katika kisiwa hiki, lazima uanzie kwa Sheha kwa kutoa taarifa. Tumepata fursa ya kumtembelea Sheha wa shehia ya Kojani, na hapa Kojani kuna shehia mbili. Shehia ya kwanza ni hii ya Kojani na baadaye tutakupitisha katika shehia nyingine. Na hapa anakutana na Bi Saada Haji Juma ambaye yeye ni mke wa Sheha wa eneo hili. Atatufundisha na kutusimulia mambo mengi yakiwemo historia ya Kojani, shughuli mbalimbali wanazozifanya wanawake ikiwemo kupakasa. Na hapo utamwona Bi Saada pia akipakasa ukili. Wenyewe anajishughulisha hivi ili kupata fursa ya kujiongezea kipato kwa ajili yake pamoja na familia yake. Bi Saada, chechei. Chechei yako mama, jambo? Si jambo. Ama huku hamtumii chechei Kojani? Tumia kidogo, si sana. Lakini salamu maalum huku ni ipi? Wasalamu alaykum. Na ile ya Kojani yenyewe? Shikamoo. Shikamoo. Ile wambaje haitumiki? Atakwambia huyo mwenye kumpa shikamoo. Atakwambia marahaba, hujambo, si jambo. Haya, tusimulie kuhusiana na historia ya hapa Kojani. Hapa Kojani hapo zamani kwanza ilikuwa hospitali iko, lakini haipendelewi sana, kwa sababu mtu akishapata homa ile mama mtu achukua madawa yale makufisha kamfisha mwanake basi homa yapoa. Lakini sasa hakuna hivyo kufukiza. Sasa kwa kwenda hospitali homa haitoki mwilini, uende hospitali upe Panadol, upe dawa zingine ndio ya kusaidia. Wanawake wengine ni wale wanaojishughulisha na upakasaji. Kwa lugha rahisi, kupakasa ni kusuka ukili ili kupata mkeka, vikapu, kawa, vipepeo na vingine vingi. Harusi ilikuwaje zamani?
Harusi zamani ilikuwa nzuri sana kwa sababu uko nzima ukichangia changi kwenye harusi. Uko nzima wako wewe ukichangiwa. Kwani kwa baba, kwani sehemu kwa mama ukichangiwa. Ukafanya harusi ni wale wenzako. Wewe mama ukatulia, lakini wale ndio watakushuhudia. Lakini sasa hivi washughulika mwenyewe. Hakuna kusaidia tena, hakuna kusaidiana tena. Ujuzi huu watoto hurithishwa na wazazi wao tangu wakiwa wadogo. Kwa miaka ya hivi karibuni, huu umekuwa ni utamaduni kwa watoto wa kike kurithishwa kazi za mikono na wazazi wao ili wakikuwa wakubwa waweze kujipatia fedha za kujikimu kwa kutumia ujuzi waliokuwa nao. Mwanzoni tulisema wanafanya shughuli za kupakasa. Kupakasa ni nini? Tutajua huko. Kupakasa ni kama ni asili yetu tangia enzi na enzi. Na kupakasa kujifundisha tunajifundisha hapa hapa. Kwa maana mtoto tukimzaa wenyewe tunakaa baada ya umri wa miaka kadhaa tu huwa tunafundisha ukili mwenyewe anajua kusuka na pia akapata mwenyewe akajisaidia kimaisha. Shughuli kuu za wakazi wa kisiwa hiki ni uvuvi. Simulizi mbalimbali zinaeleza wavuvi kutoka Kojani ni wavuvi wenye weledi katika kuvua ukilinganisha na wavuvi wa maeneo mengine. Nilipodadisi zaidi kufahamu siri ya mvuvi wa Kojani, nikaelezwa kuwa sababu kubwa ni uzoefu wa shughuli hii ambao mtoto wa kiume huupata kuanzia akiwa mdogo kabisa. Hii ndio Kojani na hao ndio wavuvi. Kwa wale unaoona kule Dar es Salaam, unaoona Tanga, unaoona Mombasa, unaoona Rufiji mpaka Mafu, wote wametokea hapa. Na wale huenda kule baada ya muda wakarudi wakaja hapa, wakaenda baharini hapa hivi. Kwa hiyo hata wakienda kule wakija kupumzika hapa, wanapumzika wiki moja, wiki mbili, alafu wanaenda baharini. Na hao ndio samaki wanaopata leo. Hivi vinaitwa viroho. Kule bara wanaoita chuchunge. Chuchunge ni viroho, vinatembea kwa makundi sana samaki hao. Na hawa wana mimba mingi, lakini kwa kuwa kaanga ni samaki watamu kweli. Bahari ni ajira, tena ni ajira kubwa sana. Kwa sababu umuhimu wa bahari unaajiri wasioajirika. Kwa sababu wale ambao hawana elimu ni lazima wapate kitu cha kufanya ili waweze kusupport familia zao. Chakula cha Kojani bado ni chakula cha asili. Ugali wa unga wa muhogo na mtama ambao hupikwa na kuwekwa nazi na kisha kupaliwa kama vile mapishi ya ubwabwa ama wali ni kitu adimu kabisa katika jamii ya sasa. Lakini hapa Kojani ni jambo la kawaida, kwani bado watu wa Kojani hawajaacha asili yao. Watalii wengi wanaotembelea kisiwa cha Kojani hufurahia sana utamaduni wa Kojani. Safari yangu ya kisiwani hapa ilinishangaza sana. Wakati mimi naiogopa bahari, hapa Kojani hali ni tofauti kabisa. Kwani watu wa Kojani hawaogopi maji ya bahari. Bahari kwao ni kitu cha kawaida kabisa, kwa sababu kila wanapolala na wakiamka wanaiona na kuishi nayo. Kinachovutia zaidi katika eneo hili, hakuna fukwe, yaani maji ya bahari yanapoishia ndio mwanzo wa makazi ya watu. Huu ndio uzuri wa Kojani.
Mitaa ya hapa inavutia, ni kama uko kwenye sehemu ambayo ni adimu kuiona. Nafurahia kupita katika mitaa hii. Sijaishia kujifunza tu upakasaji na vile watoto wanavyorithishwa kupakasa. Nimepatiwa zawadi, ukarimu wa watu wa Kojani. Nimepatiwa zawadi ambayo pia ni kivutio kikubwa cha watalii wanaofika katika kisiwa hiki kutembelea. Naondoka Kojani, lakini nitarudi siku sio nyingi na kukaribisha na wewe utembelee kisiwa cha Kojani. Jina langu ni Saumu Mavura. Hadi wakati mwingine, endelea kufurahia Tanzania Safari Channel. Tumerithishwa, tuwarithishe.